Mpendwa, nimekuja kukuambia hata kama watakutoa katika barabara wakupeleke katika vichorochoro, hiyo vichorochoro itakuelekeza kwa baraka yako. Mungu atabadilisha mabaya yote. Mabaya wamepanga juu ya maisha yako atayabadilisha kuwa ni kwa wema. Mabaya ambayo wamekupangia, Mungu wa Yosefu wa Israeli atayabadilisha kuwa ni kwa wema. Wakamuondoa katika njia ya baraka, wakampeleka katika njia ya vichorochoro, wakampeleka katika jangwa, wakamtoa mahali kuna malisho, wakampeleka katika jangwa. Kuna watu ambao wametolewa katika baraka zao na leo wanatanga katika jangwa. Hakuna kitu kizuri kinaendelea. Lakini my brother, my sister, nakuambia leo mahali wamekuweka, Jehova anabadilisha mabaya kuwa ni kwa wema. Mabaya ambayo wamekupangia, Jehova anayafanya kuwa ni kwa wema. Hiyo jangwa wamekutupa hapo ndani, Jehova anaibadilisha kuwa ni kwa wema. Anaibadilisha kuwa ni kwa wema. Umekaa miaka 5, 7, 10 bila mtoto, lakini hiyo utasa wamekutupia inabadilishwa kuwa ni kwa wema. Inabadilishwa kuwa ni kwa wema. Mtoto wako amepata D kwa KCSE, amepata E kwa KCSE, lakini hiyo grade amepata KCSE inabadilishwa kuwa ni kwa wema. Inabadilishwa kuwa ni kwa wema. Haijalishi mahali wamekuweka. Nasema vichochoro wamekutupa hapo, lakini hapo wamekutupa. Hata kama hauko karibu na baba aliyekuzaa, uko mikononi mwa Jehova. Uko mikononi mwa Jehova. Nasema uko mikononi mwa Jehova. Yosefu ameuzwa, lakini kile hawakujua ni ya kwamba ako mikononi mwa Jehova. Ako mikononi mwa Jehova. My brother, my sister, yale mambo unapitia, Jehova hajazuia. Hajazuia wakuende, hajazuia wakuroge, hajazuia wakufute kazi, hajazuia magonjwa ya kuje, lakini mabaya wamekusudia. Hayo mabaya yanakufuata, yanabadilishwa leo. Yanabadilishwa leo. Nasema kuwa ni kwa wema. Haleluya. Yanabadilishwa kuwa ni kwa wema. Haleluya. Haleluya. Yosefu akatupwa katika vichochoro, lakini hiyo vichochoro ikamuelekeza katika mahali Mungu alikuwa amekusudia. Akapelekwa katika nchi ya Misri. Sema haleluya. Haleluya. Akapelekwa katika nchi ya Misri. Haleluya. Haleluya. Akapelekwa katika nchi ya Misri. Na pahali ambapo alipelekwa akapitia maisha siyo yake. Akaweza kuuzwa kwa mtu ambaye anaitwa Potifa. Na mahali pale anaishi maisha siyo yake. Maana ameuzwa kwa mtu ambaye amemnunua aweze kupitia maisha ya mateso. Akapitia mambo mazito. Akapitia mambo ambayo hafai kuyapitia. Amewacha ndugu zake wakikula nyama, ndugu zake wanakula vyakula vizuri, lakini yeye anapitia shida. Anapitia mateso ambayo sio yake. Lakini Yosefu, jambo moja anapendezwa na yeye. Hata wakati alipitia mateso, alisimama na Jehova. Alisimama pamoja na Jehova. My brother, my sister, najua kile unapitia ni kizito. Najua unapitia machozi, lakini hata kama unalia moyoni mwako, endelea kusimama na Jehova. Najua hiyo kiatu umevaa ni cha uchungu sana, lakini endelea kusimama na Jehova. Usikufe moyo, simama na Jehova. Usiende kando kando, simama na Jehova. Usikate tamaa, wewe simama na Jehova. Yosefu ameuzwa, lakini alijiambia mwenyewe, hata kama mabaya yamenipata, nitaendelea kusimama na Jehova. Sitakubali kuanguka chini. Sitakubali kuenda kando na kando. Hata majaribio yalipokuja, Yosefu akaamua ndani ya moyo wake ya kwamba nitasimama na huyu Jehova. Si
Sio lazima baba yangu akuwe karibu na mimi. Sio lazima Yakobo akuwe hapa. Siko hapa kwa sababu ya Yakobo. Niko hapa kwa sababu ya Jehova. Ako hapo kwa sababu ya Jehova. Nakwambia hiyo hali ambayo unapitia, hata kama ni kizito kiasi gani, wewe amua kusimama na Jehova. Amua moyoni mwako kusimama na Jehova. Achana na baba yako aliyekuzaa. Usiangalie hata wachungaji. Wewe simama na Jehova. Wakati hakuna mtu anakuona, wakati uko peke yako kwa nyumba yako, wakati uko peke yako kwa hiyo ofisi, wakati uko peke yako kwa hiyo biashara, wakati hakuna mtu anakuona, wakati hata hatujui uko wapi. Ukitoka Kenya uende South Africa, hata uende Dubai na Amerika, usimama na Jehova. Hata ukitoka hapa Kenya upande ndege na uende ng'ambo. Yosefu akasema ya kwamba nitasimama na Jehova. Majaribio yakakuja, akaendelea kusimama na Jehova. Mambo mazito yakakuja, lakini kauli ya Yosefu, akasimama na huyu Jehova. Bibi ya Potifa akataka kulala na yeye, sema amen. Lakini Yosefu akajua kitu kimoja, nilitoka kule kwa baba yangu na Mungu aliyeniita na amenifikisha hapa. Hata hapa mimi sitajitia najisi. Akasema sitajichanganya. Akasema sitakubali kufanya hivyo, ili niweze kupata mamlaka, ili niweze kupata cheo, ili niweze kupata kazi, ili uweze kununuliwa gari, ili ulipiwe nyumba iliyo na bei ghali, ili upate maisha mazuri. Wachana na mambo ya kando. Yosefu akasema nitangojea. Ambia jirani yako nitangojea. Ambia jirani yako nitangojea. Hata kama Mungu hajakuja, mwambie bado nitangojea. Hata kama nimekaa hapa miaka 5, mwambie jirani yako nitangojea. Hata kama nimekaa hapa miaka 7, mwambie nitangojea. Hata kama nimetoka Zimmerman, mwambie nitangojea. Hata kama nilikuja kwa hema, mwambie nitangojea. Mwambie nitangojea. Nitangojea huyu Jehova. Yosefu akangojea. Akajua wanaongojea Bwana hawataaibika kamwe. Wanaongojea Jehova hawataaibika kamwe. Wanaongojea Jehova. Usijali wale wamekupita, wachana na wale wako mbele yako. Nakwambia wakati Jehova atakuja, hautajua vile utawapita. Utawapita wakose kukuona. Wakati Mungu wako atakuja, ile speed utawapita nayo, ile speed utawapita nayo, utawapita kama risasi. Itakuwa ni kama risasi imepita. Ngojea Jehova. Wewe ngojea Jehova. Usitoke mahali hapa. Wewe ngojea Jehova. Wachana na wale wanakuambia utoke. Waambie mimi sitatoka. Nitangojea Jehova. Maana wakati Mungu atakuja, atakapokuja my sister, akikuja my brother, ile speed utawapita nayo. Ile speed utawapita nayo. Nakwambia itakaa kama ni risasi imepita. Kabisa. Hallelujah.